kipekee na kwa moyo wa unyenyekevu. Pamoja na kwamba mimi ni mbunge ninayetokana na upinzani, lakini sio mbunge ninayepinga kwa kila kitu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupongeze sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kuwaletea matumaini mapya Watanzania na hususan wanajimbo la Segerea. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa maana ya Waziri Mkuu, mimi niliyesimama mbele yako nasema nakupongeza kwa sababu gani? Nakupongeza kwa sababu nimekuona katika ziara zako ulizokwenda huko katika mikoa na majimbo mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulipotoka katika maeneo hayo, wananchi walibaki na tabasamu lile ambalo wameahidiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kama mbunge ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimekuwa ni mbunge ambaye nimekuwa sauti ya Wanasegerea. Ni mara mbili ninaleta kwako maswali ya papo kwa papo kwa ajili ya maslahi mapana ya wanajimbo la Segerea na nchi kiujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa moyo wa unyenyekevu, asante sana kwa tabasamu la Watanzania kwa maswali mawili niliyouliza mre bungeni. Nitakuwa ni mbunge wa ajabu sana kama sintasema unaopiga mwingi pamoja na Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepewa nafasi ya kusalimia, lakini pia nimepewa nafasi ya kusema kwa ajili ya wanajimbo la Segerea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mazuri hayo yanayofanyika, pamoja na mema ambayo yamefanyika ndani ya jimbo la Segerea, ndani ya siku 100 za Mama Samia Suluhu Hassan na ndani ya siku 100 zangu mimi mbunge wa jimbo la Segerea kupitia Chauma, tayari ninavyoongea na wewe hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kata ya Buguruni za kituo cha afya kikubwa kabisa kinakwenda kujengwa ndani ya siku 100 za Mama Suluhu Hassan pamoja na mimi mbunge wa jimbo la Segerea. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kata ya Kimanga hakujawahi kuwepo kabisa na zahanati wala kituo cha afya. Chini ya siku 100 za Mama Samia Suluhu Hassan na siku 100 za mimi mbunge pamoja na wewe Waziri Mkuu pamoja na waziri wa TAMISEMI pamoja na meya na mkurugenzi wetu wa halmashauri sambamba na mkuu wetu wa wilaya, bila kuwasahau madiwani, tayari zahanati inajengwa ndani ya kata ya Kimanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hayo ni matunda yanayopatikana kutoka ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo la Segerea kwa muda mrefu tumekuwa tuna changamoto ya maji safi na salama. Na hata hivi sasa ninavyoongea na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado tunayo changamoto ya maji safi na salama, lakini yako mabadiliko makubwa ndani ya siku 100 za Mama Samia Suluhu Hassan. Jimbo la Segerea tulikuwa hatufahamu ni lini maji tunapata ya mgao, lakini angalau kwa sasa ndani ya ubunge wangu mimi masiku 100 pamoja na Mama Samia Suluhu Hassan na madiwani wangu 13 wa jimbo la Segerea na wenye viti wote 61, angalau kwa sasa tunaona mwanga kwamba wananchi wetu wakiambiwa Jumatatu maji yanatoka, basi maji yanatoka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niseme asante sana kwa serikali iliyoko madarakani. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina maombi matatu. Kwanza kabisa, tunaomba ndani ya jimbo la Segerea swala zima la maji safi na salama lipewe kipaumbele Mheshimiwa Waziri Mkuu. Namba 2, miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umekuja kukagua miundombinu ya mkoa wa Dar es Salaam, hususan ndani ya wilaya yetu ya Ilala. Ndani ya jimbo letu la Segerea tuna mitaa 61 Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ukweli ni kwamba pamoja na kazi nzuri inayofanyika miundombinu ndani ya jimbo la Segerea kwa maana ya barabara za serikali za mtaa, bado tunahitaji msaada wa serikali kuu. Na nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesema isiwepo kuadhimisha hii siku ya leo ambayo ni siku ya Mapinduzi. Akasema fedha zote zielekezwe kwenye barabara mbovu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa uko hapa na wewe ni msemaji mkuu wa serikali pamoja na mama yetu Samia Suluhu Hassan, nikuombe fedha hizo sehemu ielekezwe kwenye miundombinu ya jimbo la Segerea ili wananchi wa jimbo la Segerea waendelee kumwombea Mama Samia Suluhu Hassan, waendelee kukuombea wewe Mheshimiwa wetu Waziri Mkuu, ili hatimaye
wote kwa pamoja tuonje tabasamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumalizia, kwa moyo wa unyenyekevu na niseme niko chini kabisa ya miguu yako. Nikisema niko chini ya miguu yako, ina maana niko chini ya miguu ya Mama Samia Suluhu Hassan anayeongoza nchi. Kuna wananchi wetu wa kata ya Kipawa katika mtaa wa Kipunguni Mashariki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanadai fidia kwa sababu walipisha ujenzi wa uwanja wa ndege. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua Mama Samia Suluhu Hassan tayari amekwisha kuanza kulipa baadhi ya wale wananchi. Baba yangu, kaka yangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe wale wananchi wa Kipunguni waliobaki 1088, na kwa kuwa wewe uliwahi kufika pale kwa wananchi wale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo wakati unahitimisha hotuba yako hapa, toa neno la faraja kwa wananchi wa Kipunguni. Toa neno la faraja ili wananchi hao wa Kipunguni Mashariki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na waende kuona tabasamu la mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini waendelee na maisha yao, kwa kuwa kule Kipunguni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maisha yamesimama. Hawaendelee na maisha, nyumba zao zimebomoka, watoto wao hawaendi mashuleni, hata huduma za jamii hakuna. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe sana, chonde leo toa neno la faraja kama jinsi ambavyo umefanya katika mikoa mingine, na kwa kuwa kapu la mama unalitambua wewe kama Waziri Mkuu, nikuombe wananchi wa Kipunguni, hata kama sio kwa mkupuo, kwa taratibu, nikuombe wape faraja kwamba kwa taratibu mtaanza kwenda kuwapa fidia yao. Nimalize kwa kusema mimi ni mbunge wa upinzani, lakini niseme kwa haya nayoyaona ndani ya jimbo la Segerea ambalo ninaliongoza kwa muda mfupi, nitakuwa ni mjinga na mpumbavu kama nitakwenda kuibagaza serikali inayoleta maendeleo ndani ya jimbo la Segerea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu tena kwa mara nyingine, lakini salamu zangu za mwisho mpe mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mwambie tunamshukuru kwa kutuletea mkuu wetu wa wilaya mchapakazi. Mwambie asante kwa kutuletea mkuu wetu wa mkoa ambaye sambamba na wengine wote tuko pamoja kuhakikisha tunaweka pembeni itikadi za vyama, lakini tunakwenda kuwatumikia Watanzania wasiokuwa na itikadi za vyama, lakini wanahitaji maendeleo. Asanteni sana wana Dar es Salaam, asanteni wana Ilala, kwa pamoja tusonge mbele kuwaletea wananchi maendeleo. Asanteni sana.